Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, rais wa bunge la mwananchi, na leo hii nataka kuzungumzia mambo ya kujiuzulu rais ama naibu rais wa muungano wa Jamhuri wa Tanzania. Na hii ningependa kushukuru sana naibu wa rais wa Jamhuri wa Tanzania ama muungano kwa kielelezo njema ya kwamba umeacha kazi. But jambo la kwanza, unajua mara nyingine hii kuwe kielelezo bora kwa baadhi ya manaibu mama rais. Kazi kushinda, unang'atuka, unaenda nyumbani. Hakuna haja usukume na bunge, ung'atuliwe bure na kazi imekulemea. Kazi imekulemea, unaenda nyumbani jinsi ndugu yetu ameenda nyumbani. Na ndugu yetu umeenda nyumbani ukasema kwamba sasa hutaki kazi, unataka kufanyia kazi nyumbani. Sasa sisi pia tunakuambia kwamba usije ukasumbua mama, ya kwamba jinsi umeenda, achana na siasa kabisa, enda ukatulie ukafanye shughuli yako kule nyumbani. Jambo la pili, ningependa kushukuru sana mama kwa kazi ambayo unafanya katika kwenye taifa la Jamhuri ama Muungano wa Tanzania. Ya kwamba tulipokuwa kule Tanzania wiki 2 iliyopita katika kwenye hafla babu kubwa Kisimkazi Festival, tulipoingia bodani kuanzia hapa Namanga kule hadi Dar es Salaam, watu wanakusifia kazi ambayo unafanya. Na vile vile tunataka kusema ya kwamba ile kazi unafanya ni kazi ambayo imeonekana. Na hii kazi ndiyo imelemea naibu yako. Ya kwamba naibu yako ni mtu ambaye hakuwa tayari kufanya kazi, ni mtu ambaye alikuwa mgogoro ya kisiasa, lakini wewe jukumu uliompwa ama uliopewa na Wanatanzania ni jukumu ya kufanya kazi ya Wanatanzania kwa niaba ya Wanatanzania, sio kwa niaba ya wazungu. So yule mtu yote ambaye yuko katika kwenye serikali ya Tanzania, kama yupo kwa niaba ya wazungu, tafadhali ukajiuzulu mapema, ukaenda zako, kwa sababu sisi kama Waafrika tunataka kuendelesha kazi ya Waafrika, sio kazi ya wazungu. Wakati unachaguliwa kwa niaba ya Afrika, sio kwa niaba ya wazungu. So asante naibu ya rais kujiuzulu, tulia nyumbani. Sasa uone jinsi mama anataka kuchapa kazi bila wewe. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mama, kama itakupendeza, tunakuomba ukampea nafasi hiyo naibu ya rais Bwana Makonda, kwa sababu Makonda ni bwana ambaye anajiweza. Tumeona kazi ambayo amesimamia katika kwenye idara ya sport, kazi ambayo anafanya kazi nzuri, amesimamia viwanja zinajengwa vizuri, hakuna corruption, wafanyakazi wanalipwa kwa muda ambao ufao. So tunaomba kama itakupendeza kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mama, tunakuomba nafasi hiyo naibu rais pea Bwana Makonda, ya kwamba achukue hatamu ya uongozi ila akusaidie. Ako na nia, ako na kielelezo njema ya muungano wa Jamhuri wa Tanzania. So sisi kama Kenya tunaona ya kwamba yule mtu ambaye anafaa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mama, kama utapendea, mpe Bwana Makonda nafasi hiyo ya naibu ya rais. Na hapo tunataka kusema kwamba Afrika mama ni moja. Na mama wetu Mama Samia ni kiongozi ambaye tumeona yale ambayo amefanya. Mama wetu tumeshuhudia yale ambayo amefanya, kazi ambayo anafanya Jamhuri ya Tanzania, asua mambo ya upande wa kigeni, wale tourism. Tangu achaguliwa kama rais wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania, tumeona yale mazuri ambayo yanafanyika, mambo ya mama na maji, kila boma inajaribu kuweka ili asafishe maji katika kwenye kila boma. Jambo la tatu pia ni mama na mzazi ama mama na mwanawe, ya kwamba mama taki mambo ya mama akienda kujifungua mama anapoteza maisha yake ama mwanawe anapoteza maisha. Ya kwamba hizo ndio kazi ambayo tunavunia, kwa sababu uongozi wa mama lazima uangalie upande ya familia. So sisi tunasema ya kwamba going forward, tunasema ya kwamba lazima tujenge Afrika. Na Afrika hii ikijengwa, inajengwa kwa misingi ya Waafrika, haijengwi kwa misingi ya wasungu. Vile vile tunaona ya kwamba hawa wasungu ndio wanasumbua Afrika. Nchi kama Tanzania ni nchi ambayo imebarikiwa, nchi ambayo iko na rasilimali zake, nchi ambayo iko na kanuni yake, nchi ambayo iko na katiba yake, lakini hatuwezi ruhusu ya kwamba uko ndani ya serikali na vile vile unatumika na baadhi ya watu kufuruga umoja ya Tanzania. Hiyo tutakuruhusu. Na hiyo ndio tunasema kwamba mama, mtu wowote ambaye atakayeleta vita kusumbua taifa la Tanzania kwa niaba ya wazungu, usije ukambembeleza. Njia ni ile ile, haidha pigwe mkwajo ama afuate mkondo wa sheria, kwa sababu hatutaruhusu nchi yetu kuvunjwa. Na hii ningependa kupongeza kwa ile kazi ambayo unafanya mama wetu.
So sisi kama Afrika tunafurahi ya kwamba kwa kazi ambayo unafanya kama mama ya Afrika, Mama Samia Daktari Suluhu. Pongezi kwa uongozi bora ambao tunaona. Kila kitu umepanga vizuri. Muungano wa Jamhuri ya Tanzania tunaona kazi inafanya. Tumeona ya kwamba yale miradi ambayo umetekeleza, miradi ya barabara, tulikuwa pale Dar es Salaam tunaona jinsi unajenga barabara, tumekuwa Arusha tumeona jinsi unafanya kazi, tumekuwa maeneo ya Zanzibar tumeona yale ambayo unafanya, ile kiwanja ya mchezo tumeona jinsi unafanya kazi. So mama, tunakupongeza kwa kazi nzuri. Miradi ya nyumba ya serikali tumezudia pale Zanzibari. So kazi ambayo unafanya ni kazi ambayo tajriba ambayo inastahili Mwafrika kushukuru. So sisi kama Kenya tunakupongeza. Tunakupongeza kwa umoja ambayo umeleta East Africa Community. So mama, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tunakuomba ya kwamba uweka Afrika pamoja, kwa sababu ndio mama. Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, hivyo hivyo tusonge mbele pamoja, kwa sababu tangu Ellen Johnson shindwe kama rais wa Liberia, ni wewe mwenyewe ndio umebaki hapa Afrika kwa kazi ambayo unafanya. So wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, Rwanda, Burundi, wacha tushikilie uongozi mmoja, kwa sababu ile miradi ya SGR ambayo tumeona ya umeme ama tumeona ni mzuri, ambayo kazi ambayo unafanya mzuri mama. So pongezi, na ukilemewa na kazi usiongoje kung'atuliwa na bunge, usiongoje. So kwa manaibu wote Kenya, nchi yoyote ambaye anaona kwamba amelemewa na kazi, unaondoka, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Hatutaki kusukuma mtu hadi kwa ukuta kwa sababu ameshindwa na kazi. So tunasema ya kwamba ukilemewa kama naibu rais, usilete vita, usilete mgorogoro, ng'atuka, fuata kilelezo ya ndugu wetu ambaye ameng'atuka, ameshindwa na kazi. Sasa wacha aenda kumzika nyumbani, aone jinsi mama anafanya kazi kwa niaba ya wana Tanzania. So asanteni sana na Mungu awabariki.